kitu nilichokuja kugundua hivi karibuni ni kwamba watu wanakuchukia sio kwa sababu ya vitu ulivyo navyo. Watu wanakuchukia kwa sababu ya kwa nini watu wengine wanakuonyesha upendo. Vile vitu ambavyo walikuwa wanatarajia kuona vinakuvunja moyo, vinakukatisha tamaa, hauendelei tena. Wanapoona havikufanikiwa kwenye maisha yako, wanashindwa kukaa na kuvumilia kukuona ukiendelea kunyoosha shingo yako na mapambano yakiendelea mbele. Sometimes wanaweza kukuchukia kwa sababu vitu ambavyo wao wakijiangalia wanasema kwa hili jambo ambalo limemkuta huyu bwana au situation anayopitia nisingeweza mimi kumaliza siku, lakini wanakuona wewe umesimama na siku inaisha, unaamka na unaendelea. Kwa sababu kila mtu duniani, binadamu wote huwa tuna wivu ndani yake, lakini kuna wivu ambao ni positive. Unasema huyu mtu namtamania namna gani maisha yake ambavyo ameyaweza kuyahandle. Ni wivu wa kukubali kwamba this guy ameweza kufind out ability yake binafsi alionayo na anaweza kuitumia vizuri, kwa sababu kila mtu duniani yuko tofauti na mwingine, kila mtu. Kwa hiyo inakufanya utamani kumuiga, kufanya kile anachokifanya na kujifunza kwa karibu, ili kuweza na wewe kusimama kwa ajili ya maisha yako binafsi na ndani ya uwezo wako wewe as an individual, sio kwa ajili yake yeye kupambana na kushindana. Hii sasa inakuwa ni kwa ajili yako ndani. Lakini ukiamua tu kukaa hapo chini ukaanza kumchukia mtu, kumwonea kijicho, wivu unakuwa umekuja na umekuingia in a way kwamba huwezi kabisa kusurvive. Badala ya kuweka jitihada za kuanza kumfuatilia, kujua alifeli wapi, alifaulu wapi, sehemu gani ambapo anaanguka, lini ataanguka, hivi vitu vyote na hizi jitihada zote, ingekuwa ni bora zaidi endapo utakaa chini na kutumia hii energy kujifunza na kuchukua mafunzo ambayo huyu mtu anayatoa kama mfano na kujifunza, sio kutafuta sehemu atakapoanguka upate upenyo wawe kusikia raha. Kwa sababu hamna mtu ambaye amewahi kuishi duniani akaweza kufanikisha mambo yake kirahisi. Kila mtu unayemuona kuna mambo ambayo yanamwendea chini ya kapeti ambayo huwezi kuja kuyaona au akaweka public, ambayo ni magumu, yanamsumbua na anapambana nayo kuweza kuya maintain na kuya balance, huku akiendelea kupata performance ile ile ambayo inamweka kuendelea kuwa on top juu ya matatizo yote anakutana nayo. So kwa nini na wewe usifanye maisha yako kama jinsi ambavyo huyu mtu ambaye unamuenvy anafanya maisha yake, ukajifunza kwenye changamoto zilizopitia, ukazifanya kuwa ngazi kama daraja la kufika sehemu unakofika? Kwa sababu utashindwa kusimama sehemu yoyote ile ukaji appreciate, ukasema yes, nimetoka sehemu moja nimefika sehemu nyingine, na ukaelewa uwezo wangu ni upi, hasara zangu ni zipi, wapi nijirekebishe, wapi nafanya vizuri, na kuwa proud na wewe mwenyewe. Usipoweza kuwa proud na wewe mwenyewe, you can never, kwa sababu you never even appreciate small winning which are essentials kwenye daraja kuonyesha kuelekea kwenye ukuu na utamani kupata. Na unaamua kupoteza maisha yako kuweka envy na kuweka jealous na kuweka wivu mkubwa kwa mtu ambaye hata hakujui unaweka wivu, na vile vile hawajali ni wewe unawaza nini kichwani kwako. Kwa sababu mara zote watu wa namna hii unaowawekea wivu na tamaa huwa wanapanda ngazi, vita vyao viko kule, wewe huku kwenye majani. They don't even care about you. They don't know you. Na kibaya zaidi ni kwamba either wapende usiwapende, uappreciate usiappreciate, huwezi kuwazuia kuendelea kupanda juu. They don't know you. They don't care about you and your opinion. Hawakujui. Baada ya kutumia haya yote, kaa chini, jifikirie, angalia ndani yako ni kitu gani unapaswa kufanya. What is your purpose? Kusudi la maisha yako sio kuangalia watu wengine na kuwekea envy na wivu. Kusudi la maisha yako liko ndani yako. Unapaswa kukaa chini, kujitafakari, kuingia ndani, kusudi langu ni lipi, alafu naanza kujenga kusudi lako. Think twice. Follow account hii.